Yeah. Keep it in mind cause it is easy to understand. Siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026, msanii chipukizi yani upcoming artist Pipi Jojo amesign rasmi kwenye lebo ya muziki ya The African Princess iliyoko chini ya msanii mahiri kabisa Nandy, The African Princess mwenyewe Faustina Mfinanga. I'm so happy cause ni mafanikio makubwa kwa msanii kijana kama Pipi Jojo ambaye tumeona hustles zake, tuliona akianza kurap, tuliona akija na remix ya Amanda, ngoma ambayo alitoa Zuchu mnamo mwaka jana mwezi Agosti mwanzoni kabisa, lakini pia baada ya muda akatulia, tukaona tajiri Chief Godlove amemchukua then akamsign kwenye lebo yake ya muziki. Lakini baada ya muda mbanga hazikukaa vizuri, tukaona wameachana tena. Lakini hapa kati pia Pipi Jojo alipata baadhi ya madili makali tu na interviews kubwa alizifanya, of course zilimpush kwa namna moja au nyingine, cause hivi ni vitu ambavyo huwa vinampush msanii, trends, lakini pia interviews, trends no matter what, ziwe positive au negative, actually huwa zinampush msanii kwa namna moja au nyingine. Around siku ya leo tumeona akionekana kwenye ukurasa wa Instagram wa msanii Nandy, huku akiwa amecollaborate na Pipi Jojo, wakionyesha kwamba rasmi ni familia ya The African Princess, lebo bora kabisa ya muziki. Hii ni lebo ambayo tumeona once upon 2023 kama sio 22, imemtoa msanii Yami, mmoja kati ya wasanii bora zaidi wa kike hapa Tanzania. Ukiongelea wasanii bora wa kike basi huwezi kumwacha Yami. First sight tumemuona akiwa anatambulishwa ndani ya lebo ya The African Princess na amefanya vizuri sana, I think so. Mwaka jana mbanga zikukaa vizuri pia yeye na bosi wake, tukaona kabisa wametengana. We never know kwamba ilikuwa ni right or wrong, like na ndio kitu ambacho tulikiona na ndio kitu ambacho wao walituwasilishia kupitia mitandao ya kijamii kwamba hawapo sawa na wale break ule contract, ule mkataba ambao walikuwa wameweka before. That's good, all is good. Tuongelee kuhusu msanii chipukizi, msanii kama Pipi Jojo. Actually wengi na is true tunasema kwamba this time around Pipi Jojo ameenda mahali ambapo ni sahihi zaidi. I don't mean that kwamba hakuwa mahali sahihi, kwamba kule kwa Chief Godlove hakuwa mahali sahihi, but we just say kwamba ameenda mahali sahihi kwa sababu hebu tuache ule msemo wa Waswahili unaosema kwamba mtoto mpe mchawi akulelee. Waswahili wanaosema kwamba pengine hakuwa mahali sahihi kule kwa Chief Godlove kwenye lebo yake ya muziki na mwaka jana ambapo alikuwa amekuwa signed in kwenye lebo ya Chief Godlove. By the way, Chief Godlove aliwekeza zaidi pesa, of course pesa ilikuwa ya kutosha sana ambao aliwekeza, tuliona kwa asilimia chache, lakini pia hata yeye aliexpose kupitia mitandao ya kijamii kwamba ametumia pesa nyingi. Like we remember kwenye ngoma yake ya Chakacha, ile video alidai kwamba ametumia milioni 20 za Kenya, sawa na milioni 500 za Kitanzania. I don't think it was true, lakini that's what he said. Like alisema kwamba ametumia milioni 500 za Kitanzania kwenye kutengeneza project. We never know if it's true or not, but let us focus on this. Pesa ambayo ilitumika ilikuwa ni kubwa sana, by the way, kwenye kupush kufanya promotion kama tunavyoona. Pia kuna ngoma ambayo inaitwa With You alifanya na collaboration, ilikuwa ni remix alifanya pamoja na msanii Chidi Benz, lakini pia alifanya na Country Wiz. By the way, it was hit, it was a fantastic song by the way, ilifanya vizuri sana. Na mimi always kati ya ngoma 3 pengine ambazo nitaweza nikakuorodheshia za Pipi Jojo ambazo nazikubali, With You is among of them. Ni ngoma ambayo naikubali pia like, lakini kwenye swala la Pipi Jojo kwenda kwa The African Princess lebo ambayo iko chini ya msanii, yani sio kwamba tu iko chini ya mtu ambaye anajiweza pengine kiuchumi, kimawazo, kwenye mawazo ya kimuziki, lakini pia Nandy ni msanii, kwa hiyo atamlea katika yale malezi mazuri ya kimuziki. Kule kwa Chief Godlove alikuwa akipata pesa tu, yani kwamba Chief yeye he's not a music man by the way, sio mtu wa muziki kwamba akikuona unafanya pengine masuala ya keys, kupanda na kushuka, ile masuala ya studio sessions, hawezi kukusoa kwa sababu hana ujuzi na muziki. Lakini ameenda kwa Nandy, we see kwamba Nandy ni msanii mkongwe tayari, anajua hapa pako right, hapa pako wrong, so ni rahisi kukosoa, ni rahisi kurekebisha kwamba pengine anaweza kawa amekosea au amepatia, na kuweka mambo sawa kwa msanii kama Pipi Jojo. By the way, ni msanii chipukiza as I said before, so anahitaji mikakati mizuri ya kimuziki, pia anahitaji malezi mazuri ya kimuziki, anahitaji akue vizuri ndani ya muziki maisha yake yote, achana na hizi trends na hizi rumors za hapa na pale, lakini tunahitaji kutoa wasanii ambao watafanya vizuri, ambao watatuwakilisha kimataifa. By the way, sina shaka kabisa na talent na uwezo wa Pipi Jojo.
I believe kwamba yuko vizuri na yeye pia anajiamini kwa asilimia kubwa sana. So mahali alipoenda ni vizuri, akawa na heshima, akafanya kwa consistency, akafanya vizuri zaidi, kwa sababu ukifanya vizuri kwa consistency, mwezi huu ukitoa ngoma kali ikakubalika, ikapokelewa vizuri na wanajamii na wanamuziki wanaopenda muziki, next month ukatoa ngoma tena nzuri in good consistency, in best consistency, basi nadhani itakuwa ni vizuri sana kumjenga na kuwa msanii mzuri zaidi. Ajifunze pia kuwa msanii ambaye alitoka ndani ya hiyo lebo ya The African Princess. Yami, as I said before, kwamba Yami ni mmoja kati ya wasanii bora sana, na mimi namkubali by the way, kwamba kila ngoma ambayo ataitoa of course inakuwa ni hit. Unajua kuna wasanii wengine ambao tunaona wanakuja kwa upepo, na nishakwambia kwamba nilishasema once upon, nikasema kwamba tofautisha kati ya wasanii ambao wamekuja na upepo, na pia kuna wale wasanii ambao wamekuja kwa talent bora, wale ambao wamekuja na kazi zao nzuri ambazo zilipokelewa vizuri na wanajamii. Tunakumbuka kuna msanii wa Doto Magari anaitwa Dogorema, ni msanii ambaye alikuja kwa upepo. Tuna baadhi ya wasanii wengine wengi ambao walikuja kwa upepo, kwamba maybe hawakuwa wamejipanga vizuri kimuziki kuja mjini kwa ajili ya kuja mjini. It was just occurred by chance, yani ilikuja tu from nowhere, kwamba bwana wameshatokea mjini na watu ambao wakawasikiliza, lakini mwisho wa siku wamekuja kupotea kwenye rada, wamekuja kupotea kwenye line. Lakini msanii kama Pipi Jojo si msanii ambaye amekuja kwa upepo. Tumeanza kumuona from way back akiwa na rap, lakini pia akastop akaenda kwa Chief Godlove. No alifanya challenge ya Amanda remix, alirap vizuri sana, na baadaye Chief Godlove akaja kumchukua. By the way, kwa sababu Chief Godlove ana nguvu kubwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia ana nguvu kubwa ya ushawishi, so akapush, mwisho wa siku akamleta mjini. Lakini pia tumeona haikuwa na nguvu sana, it was like soda's power, ilikuwa ni kama nguvu ya soda, so haikuwa imara sana kwenye kumpush msanii kama Pipi Jojo. So mahali ambapo ameenda ni mahali sahihi, and I brace twice and twice, kwa mahali ambapo ameenda ni sahihi sana. Naamini kwamba atapata mafanikio makubwa endapo hivyo vitu viwili akizingatia consistency, lakini pia akizingatia misingi mizuri ya kimuziki. Lakini pia msanii kama Nandy, yeye tayari yuko kwenye soko la muziki kwa muda mrefu sana, so ni vizuri akamkuza binti katika malezi mazuri ya kimuziki. Anajua kwamba msanii afanye hivi ataenda vizuri na afanye hivi ataenda vibaya. So nadhani kwamba nje na swala la uwekezaji wa pesa, au tunasema, unajua muziki ni uwekezaji, by the way, watu wanawekeza kwenye muziki ili kuweza kupata faida. Tunaongelea sasa kuhusu commercial. Sasa ukiachana na commercial, inabidi binti apate malezi mazuri ya kimuziki, na awekewe mikakati mizuri ya kimuziki, kwamba atoe ngoma kwa interval hii baada ya muda fulani, baada ya mwezi, baada ya hivyo, na anajua kabisa ngoma imepokelewa vipi na watu. So I brace, as I said, na nabariki kile kitu ambacho nakifanya, kwa sababu always, even mimi personal, huwa napenda sana kuona mafanikio ya vijana wenzangu au kijana mwenzangu nikiona mafanikio, always I like it. Siwezi kuweka barriers, I can't put obstacles. Siwezi kuweka obstacles kwenye mafanikio au kwenye ile safari ya kijana mwenzangu ambao unaona kabisa anaenda kufanikiwa. So naona mafanikio makubwa, I see the future. Tumeona baada ya kutoka amekuja kupata madeal kadha wa kadha ambao yamempush, by the way, na kitu kizuri sana. Mimi nasema kwamba Pipi Jojo si talent tu, lakini pia si watu tu kumpokea vizuri, lakini naamini kwamba Pipi Jojo ana nyota ambayo pengine Mungu amembariki from the nature ya